Katika nchi ya Afrika Magharibi, Burkina Faso, jina la Rais Ibrahim Traore linazidi kuenea kama moto nyikani. Kijana huyu shujaa aliyejitolea kama simba jasiri dhidi ya ukoloni mamboleo amenusurika tena katika jaribio la mauaji. Hili si la kwanza, ni kama wameapa kumwangusha, lakini kila jaribio linashindwa kwa njia za kushangaza. Wanasema watu wenye nia ovu baada ya kufanya majaribio zaidi ya 18 ili kumuua Kapteni Traore na ikashindikana, mara hii wamepanga tena jaribio lingine likiwa ni jaribio la 19, na hapo walijaribu kuwatumia walinzi wa rais, yani mabodigadi, ili wafanikishe mpango wao wa kumuua rais huyo mdogo zaidi barani Afrika na kipenzi cha watu wengi wa maeneo mengi kote barani Afrika. Kwa mujibu wa vyombo vya habari kutoka nchini Burkina Faso, vinadai kuwa kabla ya jaribio hilo kupangwa, walinzi hao walipigiwa simu na mtu aliyejitambulisha kuwa ni rafiki yao waliokuwa pamoja mafunzo ya kijeshi na kuwaomba kukutana nao wakati ambao watakuwa na nafasi, na ndipo walipokubaliana wakutane katika moja ya hoteli, na ndipo mpango wa kumuua Traore ulipoanza kusukwa. Walinzi hao waliahidiwa kiasi cha dola milioni 5 kama watakubali kushiriki katika dhambi hiyo mbaya zaidi ya mauaji, tena mauaji ya kiongozi wao ambaye amekuwa mfano wa kuigwa katika nchi nyingi za Afrika. Walinzi hao walikubaliana kuwa watakutana na mtu huyo siku inayofuata na kuweka mipango mizuri, ikiwemo kujua ratiba kamili ya Traore katika siku 4 zijazo, na ndipo watengeneze mipango mizuri ya kumuua. Inaelezwa kuwa walinzi hao walimuuliza mtu yule ni kwa nini anataka Traore auawe na nani hasa anataka achukue madaraka ya kuiongoza Burkina Faso. Ndipo mtu yule aliwaambia ni mpango wa nchi ya Ufaransa kulipiza kisasi kutokana na kauli mbaya na dharau alizozionyesha Rais Traore kwa kuwafukuza Wafaransa nchini kwake bila kuishirikisha Ufaransa, kisha kuchoma moto kambi za Ufaransa zilizokuwa zimejengwa kwa gharama kubwa, na baadaye kuyazuia makampuni ya Ufaransa kuchimba dhahabu, na hivyo kuliingiza taifa hilo la Ulaya katika kipindi kigumu. Walinzi wale baada ya kuondoka walielekea moja kwa moja hadi ikulu ya Kosiam jijini Ouagadougou na kuomba wakutane na Rais Kamanda Ibrahim Traore ili wampe taarifa juu ya kile walichokuwa wakizungumza na kibaraka wa Ufaransa, na kisha waliruhusiwa kukutana na rais, kisha wakamweleza ukweli juu ya kile walichokuwa wamezungumza na mtu yule hadi kufikia makubaliano ya kulipwa kiasi cha dola milioni 5 ili kumuua Rais Traore, na kisha kukubaliana kukutana katika siku inayofuata. Kilichowashangaza walinzi ni pale Traore alipowaambia walinzi kuwa wasubiri mtu aliyemtuma aje, na ndipo atakuwa na cha kuzungumza zaidi. Na zikupita hata dakika 10 akatokea mmoja wa wanajeshi ambaye alikuwa anawafuatilia walinzi wale mwanzo mwisho, na alisikia kila kitu walichozungumza, na alipoulizwa alijibu kitu kinachofanana na kile walinzi walichokisema kwa rais wao. Amri ya Traore ilikuwa ni moja tu: wakubali kukutana na yule mtu katika siku inayofuata ili yule mtu akamatwe na ojiwe kwa nini alitaka kumuua. Asubuhi yake, kama kawaida, vijana wachache waliongozana na walinzi wale, lakini wao walivaa nguo za kawaida kuliko hata wale walinzi ambao walivaa suti ili kutoshtukiwa na mtu yule. Pale walipokubaliana kukutana siku hiyo, hapakuwa na watu wengi, na hivyo ikawa rahisi kwao kukutana wakati wanazungumza kidogo. Ndipo wanajeshi wasiopungua 10 walitokea na kuwakamata wote, kisha kuwapeleka ikulu ya Kosiam, lakini walinzi wale waliachiwa na kuendelea na kazi yao, huku kimbembe kikibaki kwa yule kibaraka wa Ufaransa ambaye aliendelea na mahojiano. Usichokifahamu ni kwamba tangu mtu yule akamatwe mapema mwezi huu mpaka leo haijulikani alipo, huku walinzi hao waaminifu ambao waliamua kuwa uhai wa kiongozi wao hauwezi kununuliwa kwa fedha yoyote ile wakipongezwa.
Wanaomchukia Traore hawakutarajia upinzani wa aina hii. Baada ya mataifa matatu, Mali, Niger na sasa Burkina Faso, kupindua serikali za vibaraka, walifikiri kila kitu kitarejea mikononi mwao. Lakini Traore amekuwa kizingiti kisichopenyeka. Hili ni jeraha lisilopona kwa mabwana wa wakoloni. Katika matukio ya karibuni, shukrani nyingi zimeelekezwa kwa Vladimir Putin. Wengi wanaamini kuwa msaada wa kidiplomasia na kijeshi kutoka Urusi umesaidia kuimarisha serikali ya Traore. Hali hii inaashiria mabadiliko makubwa ya nguvu duniani, ambapo Afrika inaanza kuchagua marafiki wake kwa misingi ya heshima na usawa. Vijana wengi barani Afrika wanamtazama Traore kama alama ya utamaduni. Wanaona ndani yake mfano wa kiongozi asiyeogopa, aliye tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya uhuru wa watu wake. Ujasiri wake unazidi kuwasha moto wa mabadiliko kutoka Cape hadi Cairo. Lakini si rahisi, maisha yake yako hatarini kila siku. Anaishi kwa tahadhari huku akiwa tayari kujibu mapigo kwa ujasiri. Kila jaribio la kumuua limegeuka kuwa somo la mshikamano na mwamko wa kitaifa. Watu wa Burkina Faso wanazidi kumtii, si kwa uoga bali kwa heshima ya kweli. Leo hii dunia inatazama kwa mshangao jinsi kijana mdogo amesimama dhidi ya miamba ya ukandamizaji, na kama ilivyo desturi ya mashujaa wa kweli, historia itamkumbuka Ibrahim Traore kama mmoja wa walinzi wakuu wa uhuru wa bara la Afrika. Bila shaka Mungu atamlinda simba huyu mdogo wa Afrika. Kila jaribio dhidi yake linazidi kufichua udhaifu wa maadui na kuimarisha imani ya watu wake. Afrika imeamka na mapigano ya uhuru wa kweli yameanza. Mimi sina la ziada. I go by the name The Chance Creator. Ukiniita Baraka Peter, hutakuwa hujakosea. Tukutane tena kwa wakati mwingine.